Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast, tukiendelea na mfululizo wa podcast zetu za ndani au za msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, podcast ambazo tunaangazia wale ambao wanaitumikia Qur'an tukufu. Tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mimi niendelee kukusihi tu ya kuwa uwe ni mwenye kufuatilia mfululizo wa podcast hizi kila siku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muda na wakati kama huu utakuwa unatupata, kwa hiyo hakikisha sana uwe unatufuatilia. Unaweza kutufuatilia kupitia katika platform zote za podcast, kote huko tunapatikana kama AD Plus Swahili, lakini kama utapenda kutufuatilia kwa njia ya kututazama, basi unaweza kufanya hivyo kupitia katika YouTube channel yetu AD Plus Swahili, au ukatufuatilia kupitia kituo chako pendwa cha televisheni Africa TV tu muda na wakati kama huu. Tukiendelea na mfululizo wa podcast zetu za msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, leo pia tunaye mgeni. Mimi naitwa Rajab Msami. Unafahamu mgeni wetu siku ya leo ni nani? Endelea kuwa nasi utamjua hivi punde. Tuko na mgeni ambaye pia ni miongoni mwa wale ambao wanaihudumia na kuitumikia Qur'an. Shekhe, karibu sana. Asante. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nikupe fursa uweze kuwasalimu wanaotusikiliza na wanaotutazama, lakini pia utueleze unaitwa nani na wewe unaitumikia Qur'an al-Karim katika upande gani? Halafu tutazungumza mengine mengi baada ya wewe kufanya hivyo. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Abu Bakar Mkuu Muhammad. Nipo katika kitengo cha Ibn Jazari. Mimi bado ni mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi pale Ibn Jazari. Mwanafunzi unasoma Ibn Jazari, kwa maana wewe ni mwanafunzi bado wa Qur'an. Ni mwanafunzi wa sekondari. Wa sekondari. Nimemaliza sekondari. Mashallah, umemaliza mwaka jana sekondari. Okay, kwa hiyo umesoma pale secular lakini umesoma Qur'ani pale. Ndio. Okay, umemaliza kidato cha 4. Ndio. Kwa hiyo form 4 ambao mnasubiri matokeo yenu. Okay, kwa hiyo kwa sasa bado upo kituoni tu, unaendelea na harakati pale kituoni. Mashallah, tuna mengi ya kuzungumza na wewe kwa sababu nimefurahi ya kuwa ni mwanafunzi wa secular. Kuna experience nyingi sana utashare na sisi kwenye swala zima la kuwa mwanafunzi wa secular, hali kadhalika ukiwa unaisoma Qur'an. Msikilizaji na mtazamaji, kama ambavyo umeweza kumsikia, tuko naye jina Ramadhani, Abu Bakar Ramadhani Mkuu. Abu Bakar Mkuu Muhammad. Abu Bakar Mkuu Muhammad. Kama ambavyo umeweza kumsikia Abu Bakar Mkuu, yeye ni mwanafunzi wa secular, amemaliza pale Ibn Jazari kidato cha 4, lakini pia amesoma Qur'an pale Ibn Jazari. Tuna mengi tutaweza kuyasikiza kutoka kwake, lakini kwa sasa tuendelee na ada yetu, kwa sababu anasema tarikul ada adawa. Kwa hiyo tuendelee na ada yetu katika podcast zetu hizi. Ncha Kali imekuwa ni ada yetu ya kufungua kwa usomaji wa Qur'an. Kwa hiyo Abu Bakar, karibu uweze kutusomea Qur'an japo kwa dakika 2-3 kabla hatujaanza mazungumzo yetu na wewe. Karibu sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Hii ni Mchakali Podcast, tukiwa ndani ya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu ambao unaangazia wale ambao ni watumishi wa kitabu cha Allah, watumishi wa Qur'an tukufu. Leo tunaye Abu Bakar Mkuu ambaye yeye ni mwanafunzi wa Ibn Jazar. Amesoma secular Ibn Jazar, lakini amesoma Qur'an pale pale Ibn Jazar. Abu Bakar, ulijiunga lini na Ibn Jazar? Ibn Jazar nilijiunga mwaka 2016. Umejiunga pale wakati unajiunga kidato cha kwanza au ulijiunga kabla hapo? Nilijiunga Ibn Jazar wa kipindi nimeenda kusoma mutawasita, kitengo cha dini pale. Ulienda kusoma mutawasita pale. Hebu tuanze basi nyuma tuweze kujua wapi hasa ulianza kusoma Qur'an, wapi ulipoanza safari yako ya kusoma, alafu twende mpaka tutakuja kufika ulipoingia Ibn Jazar. Mimi ni mkazi wa Tanga. Tanga. Okay. Kule ndiyo nyumbani. Nimezaliwa katika hospitali ya Pangani. Makazi kwa baba yangu ni Kigombe, ama mama yangu ni mtu wa Pemba. Okay. Kwa upande Tanga, upande Pemba. Naam. Nilianza kusoma katika shule ya Tauhid English Medium Primary School. Pamoja na madrasa pia, ipo madrasa pia ya Tauhid pale. Nilikuwa nasoma primary pale Tanga. Nilianza kuhifadhi pale pia Qur'ani pamoja na kila kitu, yani nilianza pale wakati uko primary pale. Primary. Nilifika juzuu 2. Nilihifadhi juzuu 2 pale. Wakati nipo darasa la 4 kulikuwa na kaka zangu ambao walinitangulia wengi. Mmoja wapo anaitwa Muhammadaini. Yeye alikuwa amekwenda kuhifadhi katika nchi ya Kenya, msoma markazi moja inaitwa Majlis al-Maarif al-Islamia. Yeye alikuwa yupo kule pamoja na wengine wengi. Sasa mimi nilikuwa kila wakija wanakuja wanatufundisha, labda wanasaidia pale walimu zao ambao walikuwa wamewasomesha hapo mwanzo. Kila wakija mimi navutiwa nao namna wanavyosoma, wamehifadhi na nini. Wakati huo niko darasa la 4. Mpaka kufikia darasa la 5 ikawa namwambia mzazi kwamba mimi nataka niende nikahifadhi Qur'ani. Wazazi hawakuwa wagumu sana, walinikubalia moja kwa moja niende nikahifadhi kwa sababu ndio kitu ambacho nimependa kwa muda ule. Hapo darasa la ngapi? La 5. La 5. Nikaondoka pale, nakumbuka ilikuwa ni
mwezi Shawwal 2013 niliondoka pale nyumbani nikaenda katika nchi ya Kenya katika hiyo markazi inaitwa Majlis al-Maarif al-Islamia. Nilikuwa na wenzangu takribani 6 tulikuwa kule. Tukaenda kule tukahifadhi. Tulihifadhi kwa muda wa miaka 3, kwa maana 2013 mpaka 2016 Shaabani 15 nakumbuka. Ilikuwa mwezi wa 5 tarehe 15 Shaabani mosi hapa, Shaabani mosi. Ndio nikamaliza pale 2016 nikarudi Tanzania. Kurudi Tanzania mimi nilitaka nikasome masomo ya dini kwa sababu nilikuwa nimepungukiwa. Nimehifadhi ndio Qur'ani lakini bado ilikuwa masomo ya dini sina ya kutosha. Kwa hiyo moja kwa moja nikaenda Ibn Jazari. Na Ibn Jazari pia nilikuwa pia nataka kwenda kusoma Ijazatul Qur'an al-Karim pia. Kwa hiyo hicho ndio ulikuwa na malengo hapo wewe kusoma Ijazatul Qur'an alafu kuna kusoma masomo ya dini kwa sababu umehifadhi lakini elimu ya dini haukuwa vizuri sana. Kwa hiyo nikaenda pale nikaanza kusoma huo mwaka 2016 nikaanza kusoma pale mpaka kwa muda wa miaka 5 nilikaa pale 5 mpaka 2021 mpaka 21 ndio nikamaliza pale kitengo cha mutawasita. Sikuwa na malengo ya kusoma sekondari kwa sababu elimu yangu ya upande huu wa secular ulikuwa mdogo sana. Darasa la 5 kumbuka afu ni uliishia la 5. Maana yake sasa kule tauhid ulipoishia la 5 wazazi walikukubalia ukasoma. Ukaishia la 5 ukaenda kusoma. Ndio. Kwa hiyo ukiangalia hapo ni miaka takribani 8 sijasoma shule na pia sikumaliza primary. Nakumbuka kabla ule mwaka wangu wa mwisho kumalizia mutawasita pale Ibn Jazari nilikuwa na mzee wangu mmoja, shekhe wangu, Sheikh Mfaki al-marhum, Allah amrahamu kwa alipo. Amen. Yeye alikuwa ananishawishi mimi nikasome sekondari. Na pia alikuwa anamshawishi pia na baba yangu mzazi nikasome sekondari. Sasa ugumu ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa sitaki kusoma sekondari. Kwa sababu gani? Nawapa sababu. Mimi nimeishia darasa la 5 alafu ni miaka mingi imepita. Nawezaje kusoma? Haiwezekani. Alafu pia ukiangalia kwa muda ule umri nao pia umesogea. Japo sio mkubwa sana. Sio mkubwa sana kwa sababu takriban miaka 18 19 kwa muda ule wakati namalizia mtawasita pale. Haiwezekani mimi nikienda nikasoma nikaanza form 1 na miaka 18, hapana, haiwezekani. Kwa hiyo tukaa tunabishana sana. Kila siku vikao, kila siku kuitwa ofisini nikaongea na shekhe kila siku. Mwisho wa siku mimi ilibidi ile jambo nilivae nikae nalo kwanza. Lakini kukaa nalo mimi mwenyewe haiwezekani. Na watu wote ambao ni washauri wangu mimi wote wanataka mimi niende nikasome sekondari. Ikabidi mimi sasa niende nikakae na Mola wangu. Nikaenda nikaswali istikhara, nikaswali. Allah akanielekeza lazima niende sekondari. Kama nisipoenda sekondari kuna kitu ambacho kitakuwa happen baadaye kitanichanganya mimi kwenye maisha yangu. Basi nikaenda sekondari moja kwa moja. Nikawa nasoma pale nikaanza form 1. Pale form 1 nilikuwa naanza kusoma, utaratibu ulikuwa ni kwamba mimi nitasoma kama wanafunzi wengine ambao wako form 1 ni kama kawaida. Lakini mtihani ya NECTA ile nitafanya nje ya kituo cha Ibn Jazari. Kwa maana hiyo nitasajiliwa kwenye kituo kingine cha kituo. Maana yake utafanya kama private candidate. Na private candidate. Na nasoma pale. Mwaka wa kwanza ulikuwa wa shida sana. Sana. Form 1 sana. Sababu nilikuwa sijui chochote. Darasani sifahamu. Labda lugha kidogo ilikuwa nzuri kidogo kwa sababu nilisoma English medium nasoma. Lakini sasa moyo wangu nao pia ulikuwa hautaki. Ulikuwa bado mzito unasoma. Kwa nasoma hivyo nafuata ushauri, naambiwa hivi na hivi, nasoma ikawa najibidisha hivyo nisome. Mwisho wa siku mwaka ukaisha ule kwanza form 1 mpaka niliporudi tena form 2 akili kawa nyingine tena nikasema
nishapoteza mwaka mzima. Bora nianze kuingia. Bora moyo tu ukubali, kwa sababu nitapoteza miaka mingi zaidi, itakuwa ni sio swala zuri. Kwa hiyo nikawa naendelea kusoma pale form 2, nikasoma form 2, nikafanya mtihani nikafaulu. Kwa muda huo pia nilipokuwa nipo form 2 nikawa nimepewa pia halaka ya Qur'an nisaidie wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo ilikuwa alfajiri naingia kusomesha wenzangu, saa 2 vipindi vinaanza madarasani naenda kusoma, mpaka jioni pia naenda kufundisha wenzangu Qur'ani. Baada ya magharibi, baada ya isha naenda kusoma. Ikawa ndo ratiba yangu hiyo mpaka namaliza mwaka jana form 4. Kiufupi ni hivyo mpaka kufikia leo hapa. Mtihani ulikuwaje? Mtihani wa form 4 ambao uliufanya kwenye kituo ambacho ni nje ya Ibunjaza, ndio? Mtihani wa form 4 ulikuwa, kwanza mimi nina kawaida huwa nasema mtihani ni mtihani. Mtihani, ila alhamdulillah nilianza salama na nikamaliza salama, ndio ninachomshukuru Allah hicho. Kwa hiyo matarajio mambo yatakuwa mazuri. Na kwa sasa hivi katika hatua hiyo, kwa maana yake ni kwamba ukipata fursa mambo yakawa mazuri, maana yake sasa hivi moyo wako ni mweupe kuendelea na masomo ya secular. Moyo wako ni mweupe kabisa, maana yake kwa hatua zinazofuata kidato cha 5 cha 6 inshallah moyo utakuwa ni mweupe kuendelea. Safari yako imekuwa tofauti kama ambavyo umeweza kuielezea kwamba tulianzia, ulisimamisha secular ukaenda kuisoma Qur'an, umemaliza umerudi kwenye secular, sasa hivi unaendelea. Umeishia la 5 ukaenda kwenye kuhifadhi Qur'an. Ulikuwa na msimamo sana, kwa sababu hilo ni jambo la kimsimamo, lakini kwa bahati nzuri wazazi walikuelewa. Maana yake ulipata wazazi ambao na wao walikuwa radhi, walikuwa tayari kwa kukusupport katika hayo malengo yako. Changamoto kubwa ambazo ulizipata wewe katika safari yako ya Qur'an ni zipi? Katika upande wa Qur'ani, changamoto kubwa katika markazi ile ambayo nilikuwa nasoma, Majlis al-Maarif al-Islamia Kenya, kule kuna changamoto sana ya maisha yake ni magumu sana. Maisha yake ni magumu kwa kupigwa, adhabu zake yani ni ngumu. Yani wana adhabu sana. Na pia upande wa chakula pia ni mtihani. Ilikuwa ni shida sana. Ilikuwa inafika kipindi kwamba chai kule tulikuwa tunakunywa saa 1, saa 2 darasani. Kwa hiyo unapewa mkate mdogo pia. Chakula kama nilivyosema kwamba ni mtihani pia, chakula kidogo yani. Unapewa ule mkate. Lakini sasa unafikiria, mimi nakula huu mkate, saa 2 nahitajika niende darasani. Kule darasani darasa yangu bado haijakaa sawa. Na kule ukikosea kidogo tu kwenye darasa yako, ni mikwaju ya kutosha sana yani. Kiasi kwamba mpaka mwili unaweza ukafa ganzi kama mwalimu anapiga tu, lakini usikii tena maumivu. Kwa hiyo ulikuwa unashindwa hata kula ule mkate pia. Ilikuwa ni kila, kama sikio ni kila, basi natapika. Ilikuwa inafika mpaka wakati huo yani, kwa nafika stage hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni shida sana. Yani unakuwa na hofu. Muda mwingine unaenda kusoma darasa, umekaa pale kwenye line, wenzako wanasoma, ikikaribia wewe ndo umefika pale ndo unataka kwenda kusoma, mwenzako anatoka unaingia wewe. Basi inakuja hali darasa yenyewe inatoka uliohifadhi yote kwa sababu ya hofu. Na pia muda mwingine kuna wengine, hadi mimi mwenyewe pia, ilikuwa unatapika ndani ya darasa kwa sababu ya hofu. Pia ilikuwa inatokea hivyo. Na pia katika markazi ile pia kuna maisha magumu kiasi ya kwamba mpaka mtu akipigwa, kuna wengine tayari walishawahi kuvunjika mikono kwa kupigwa. Ndio, wengine wana alama mbalimbali katika miili yao, hadi mimi mwenyewe na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ilikuwa inaogopesha sana kwa kipindi kile. Ilikuwa inaogopesha sana. Kwa hiyo ilikuwa na shida kama hizo, changamoto nyingi, lakini niseme kwamba azma
mimi nilikuwa na azma, niliazimia kwamba lazima nihifadhi. Kwa hiyo nikienda nimepigwa, narudi namlilia Mola wangu, Allah nifanyie wepesi, basi ya Allah amenifanyia wepesi mpaka nikamaliza, alhamdulillah. Hiyo kupigwa kwa unavyoiona, sababu umeishi hapo mpaka kiasi kuweza kuhifadhi, imekusaidia au haina msaada? Ina mchango gani katika wewe kuweza kuhifadhi kitabu cha Allah? Kwangu mimi niseme mimi nilikuwa na azma. Kwa hiyo hali yoyote ambayo labda ilikuwa imetokea, mimi nilikuwa nipo tayari. Zaidi ya kuwa niseme kupigwa kule mimi imeniongezea kwamba kwa maisha yangu ya mbeleni mpaka sasa, mpaka Allah atakaponichukua, hii Qur'ani nisisahau. Ndio kitu ambacho imeniongezea ile kupigwa. Allah akikujalia wewe ukaja kuwa mwalimu, ukawa unafundisha Qur'ani, njia ile unaona ni njia ambayo inaweza ikafaa kwa zama hizi tulizonazo? Kwa nini? Katika society yetu ambayo tuko nayo sasa hivi, watoto wengi kwanza hawataki. Kwanza niseme hivi, bila kupigwa tu hawataki, hawataki watoto wengi. Kwa hiyo ukisema unampiga ndio unamuondoa kabisa. Kwa hiyo inabidi itumike njia nyingine ambayo ni nzuri zaidi, kwa nasaha, maneno mazuri, muda mwingine iwepo lakini isiye kubwa sana kama ambapo nimepitia mimi na wengine huko nyuma. Sasa basi Abubakar, muda wetu umekimbia. Mwisho mimi nikupe fursa uweze kutoa nasaha. Wewe umesoma Ibn Jazar pande zote mbili, umesoma secular, umesoma Qur'ani, umesoma dini. Nikupe fursa uweze kutoa nasaha hapa kwa wanaosoma sasa hivi, lakini pia nasaha kwa wazazi, kwa sababu umeona wewe ulishia darasa la 5 ukasimamisha kwanza kwenye secular, ukaenda kwenye Qur'ani ukasoma mpaka ukakaa sawa, alafu baadaye ndio ukaja ukarudi kuendelea na secular. Ni njia tofauti kidogo ambayo haijazoeleka na sio watu wengi wameweza kuipita. Hata kama wapo waliopita kama wewe, basi watakuwa ni wachache. Kwa hiyo utoe nasaha zako kwa wazazi, nasaha zako kwa wanafunzi wanaosoma, alafu mwisho utatoa nasaha kwa Waislamu kwa ujumla kuhusiana na swala zima la Qur'an, kitegemewa tuko ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Niweze kusema kwa wazazi Qur'ani ni ufunguo wa maisha hapa duniani na vile vile huko akhira pia. Kuna faida kubwa sana ambayo ipo. Mtoto akianza kuhifadhi Qur'ani katika umri mdogo zaidi, kunakuwa na mambo mengi yanafunguka mbele yake. Mfano kimaisha, vile vile kitabia, namna ya kuishi ki-Qur'ani zaidi. Vile vile naweza sema hadi kwenye masomo yake yeye mwenyewe ya secular. Mfano mimi kama ingekuwa sina Qur'an, ingekuwa ni mtu mwingine tu ametokea huko akaja akaingia na miaka yake 14 akaanza kusoma, mimi naona itakuwa ngumu na nishaikuwa shuhudia kwake inakuwa ngumu sana. Lakini kwa upande wangu mimi ile nifunza kwamba niwe na subra, nipambane kwa ile Qur'an ambayo nilikuwa nimeihifadhi, ikawa ni nyepesi kwangu mimi kuhifadhi. Kwa hiyo pia inafungua kwenye masomo, pia inakuwa ni rahisi kusoma. Kwa nasaha kwa vijana wenzangu, tuisome sana Qur'an, tuhifadhi. Kama mtu akishindwa kuhifadhi yeye mwenyewe, basi ikiwa Allah hajamwafikisha, basi akiwa na familia awashajihishe watoto wake wakahifadhi Qur'an, kwa sababu ni njia nzuri ambayo itafanya kuwa familia yako wewe mwenyewe kuwa katika njia ambayo Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala anaitaka, kitabia na jinsi mwenendo wa maisha ya Uislamu inavyotaka. Naam. Ama mwisho nasaha kwa jamii kwa ujumla, tukizingatia tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Qur'an. Nasaha katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, mimi niwahusie Waislamu wenzangu wote kwa ujumla, tuisome sana Qur'ani,
tuisome sana Qur'an, tuisome sana Qur'an, kuna faida kubwa sana mbele. Tuisome sana Qur'an, tuisome sana Qur'an, tuisome sana Qur'an. Ndivyo ambavyo Abu Bakar Mkuu jinsi anavyomalizia nasaha zake kwa msisitizo wa kurudia mara 3 neno hilo, tuisome sana Qur'an ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hizo ndizo nasaha zake. Anaitwa Abu Bakar Mkuu, tulikuwa naye leo katika Ncha Kali podcast ndani ya msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni podcast za mfululizo au mwendelezo wa podcast za wale ambao wanaitumikia Qur'an. Abubakar yeye ni mwanafunzi bado anasoma, na ametuelezea safari yake toka alipoanza kusoma. Alilazimika kusimamisha masomo yake secular, akaishia darasa la 5, akaenda kuisoma Qur'an kwanza mpaka akaimaliza, na akarudi akaenda akajiunga na Ibn Jazar akasoma utawasit, amemaliza, ameingia amefanya secular kidato cha kwanza mpaka cha 4 na amemaliza elimu yake sekondari. Anasubiri majibu na anasema mwanga unaonekana, Allah akijalia matokeo yatakuwa ni mazuri, ataweza kujiunga na kidato cha 5 na kuendelea na ngazi zinazofuata. Almuhimu, tulikuwa naye leo katika Ncha Kali podcast, tumezungumza mengi ambayo nadhani yanaweza yakawa ni faida kubwa kwako. Baada ya kusema sisi hatuna la ziada, mimi naitwa Rajab Msami, nikusihi tu ya kuwa kesho panapo majaliwa yake Allah ni siku pia muda na wakati kama huu tutakuwa hapa kwa ajili ya podcast nyingine ya Ncha Kali, tukiwa na mgeni mwingine ambaye atakuwa ni mtumishi pia wa Qur'anul Karim. Nikusihi sana kesho muda na wakati kama huu utufuatilie. Baada ya kusema haya tuna la ziada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.